Yes, kiujumla kwa nafasi yetu kama wachezaji tunajua umuhimu mkubwa wa mchezo wetu wa kesho, lakini pia tunajua kwamba tuna kiu, uongozi, wachezaji, benchi la ufundi, lakini pia hata Watanzania pia na wao wana kiu ya kuona kwa namna Azam FC imeweza kufanya uwekezaji mkubwa kwenye timu, hasa kwa kusajili wachezaji wazuri. Kwa hiyo hata Watanzania pia nao wana kiu kuona kile ambacho Azam FC ina wish kupata kwenye mashindano haya makubwa, basi tuweze kukipata. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunaona na tuna kiu na hamu kubwa ya kuona tunaweka historia kubwa na alama kwenye klabu kwa kuweza kuvuka hatua hii za mwanzo na kwenda kwenye group stage. Kwa hiyo history ambayo tuna matumaini nayo ya kwenda kuikamilisha kesho, na ili tuweze kuikamilisha ni lazima tuvuke kiunzi kilichokuwa mbele yetu ya mchezo dhidi ya KMKM, na tunaamini wapinzani wetu watakuwa wamejipanga vizuri kulingana na mchezo wa mwanzo tuliocheza dhidi yao. Tuliweza kupata matokeo mazuri na wao waliweza kupata matokeo mabaya kwenye uwanja wao nyumbani. Kwa hiyo wanakujani kwamba watajiandaa vizuri, yale mapungufu ambao walikuwa nayo nadhani watakuwa wameweza kuyazingatia ili asiweze kufanya makosa yale ambao waliweza kuyafanya mwanzo, lakini pia yale ambao waliyaona kwetu kama ni makosa, basi wataenda kuyafanyia kazi ili kuona kesho wanafanya jambo zuri kwao ili naweza kupata matokeo chanya. Vivyo hivyo kwetu tumekuwa na mazoezi ya kuona namna bora ambapo tuliweza kufanya kwenye mchezo wa awali ili tuweze kuendeleza mwendelezo ule, lakini pia kwenye sehemu ambazo tuliweza kulegalega, basi tuweze kuongeza nguvu ili kile ambacho kila Tanzania, kila mchezaji na viongozi ambao kila mtu anaona kwamba tumeshapiga hatua moja mbele, kuona kwamba tunaweza kuqualify, basi hayo mawazo na hiyo nia isiweze kupeperuka ama kupotea. Kwa hiyo ni kuweka umakini kwenye kila engo, kuhakikisha kwamba yale mahesabu ambayo tumeyapiga na ule mwanga ambao tumeupata, basi tuweze kushikilia ili tuweze kuvuka kwa pamoja, na iwe history kwa watu wote ambao wanahusika na timu, na hasa kwa namna bora ambavyo uwekezaji wa klabu umefanya, na Watanzania kwa ujumla wamekuwa na matarajio kuona kwa namna Azam FC imekuwa na wachezaji bora, imekuwa na benchi la ufundi bora, lakini pia imekuwa na viongozi ambao wanatamani kuona Azam FC ikivuka na kwenda makundi, na wote kwa ujumla tunaamini kwamba Azam FC inastahili kufika zaidi ya hatua ya makundi. Na bora ni vile ambavyo uongozi wa Azam FC umeonelea kwamba Watanzania, mashabiki wa soka nchini waweze kujitokeza kuja Azam FC kwa ajili ya kushuhudia mechi nzuri na bora ambayo itaenda kuandika historia nzuri na kubwa katika klabu yetu. Kwa hiyo tunawakaribisha mashabiki wa Azam FC na wasio Azam FC waje waburudike kwa burudani nzuri, lakini pia kwa mashabiki wetu waje waweze kushangilia, lakini hasa kubwa zaidi nadhani itakuwa ni fursa kubwa kwa vijana, watoto ambao watakuja kupata fursa ya kuiona Azam FC, kwa sababu Azam FC tunasema timu bora, bidhaa bora. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia bidhaa za Azam, lakini pia wanakuja kuona timu bora. Kwa hiyo nadhani kwa vizazi vijavyo tuna platform za kuja kuona namna bora ambavyo Azam FC imekuwa ikiwa bora uwanjani na ikipata matokeo chanya na kutengeneza moment nzuri kama hiyo ambayo tunawish wote kwenda kuifanya. Kwa hiyo waje na watoto waone burudani. Nadhani hicho ndio itakuwa kizazi bora zaidi na mashabiki kindaki wa Azam FC wajao. Miaka kadhaa nyuma, kipindi ambacho mimi niko kwenye academy ya Azam FC, nadhani ilikuwa tulianza ama nilikuta Azam FC ikiwa tunaendelea kujipambanua. Tukafika kipindi tukawa washindani, tukachukua kikombe cha Kagame, tukaja tukachukua kikombe cha ligi, lakini pia ukiangalia kutoka kule mpaka hivi leo imekuwa Azam FC imekuwa imejipambanua kwa namna kubwa sana, na watu wengi saizi wamekuwa wakifuatilia Azam FC na kuipenda. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka tangu nimekuwa kwenye timu za vijana mpaka leo,
inafika miaka 10 na zaidi. Kwa hiyo ukiangalia kama kulikuwa kuna mtoto wa miaka 5 kipindi kile, leo hii ana miaka 15, ina maana huyu tayari ameshatengenezwa kuwa shabiki wa Azam FC. Lakini nadhani nyote mtakuwa mashahidi, leo hii ukitembea nchi nzima utaona jezi za Azam FC ni nyingi, ambazo zinaweza kucompete na timu zingine, kwamba kwa maana watu wananunua jezi za Azam FC kwa sababu wanaona ubora wa Azam FC, lakini pia wanaanza kuifuatilia na kuipenda taratibu. Kwa hiyo hata hiki ambacho Azam FC wamefanya kwa kuruhusu watu kuja kuitazama Azam FC bure bila kiingilio, nadhani pia itaendelea kuongeza ule ukaribu watu kufuatilia Azam FC, lakini pia itaongeza mapenzi ya mashabiki na klabu yao. Nadhani hiyo ndo target kubwa ya uongozi na timu, kuhakikisha Azam FC ina compete kwenye mashindano ya kimataifa, kwa sababu uwezo inao, inasajili vizuri, ina miundombinu, kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo isipokuwa ilikuwa inakosekana hii nafasi ya kuweza kushiriki mashindano haya kwenye hatua kubwa kama hizi ambazo kila mtu anatazamia leo Azam FC inaenda kupambania hiyo nafasi. Kwa hiyo kulingana na ukubwa wa mwalimu, lakini pia kulingana na ukubwa wa klabu, kwa kuweza kuinvest, kuweka uwekezaji mkubwa, nadhani sasa ni muda wa Azam FC kupeperusha bendera kwenye mashindano ya kimataifa, na ni matumaini yangu kwamba kwa namna bora ya timu na uwekezaji mkubwa uliofanywa wakati huu, tuna kila sababu ya kupata zaidi ya makundi, na huo uwezo nadhani nao, kwa sababu nimeshakuwa kwenye mashindano kwa muda mrefu, na namna bora ambavyo naiona Azam FC, naona hiyo harufu kwamba tunaweza kwenda zaidi ya group stage. Ni vipi ukubwa wako kuongeza ushawishi wa timu yako kufanya vizuri hatua? Yes, jambo kubwa ambalo huenda hamlijui, mimi ni miongoni mwa mtu ambaye natamani kweli kwenda group stage kwa sasa. Yaani katika mtu ambaye anatamani kwenda group stage kwa sasa, basi ni mimi. Kwa hiyo kwenye hizo story ama kwenye mazungumzo ambayo tunazungumza, yani huwa nazungumza kana kwamba sijawahi kwenda hiyo stage, na mimi nazungumza kwenye lengo ambayo na wao wamo. Kwa hiyo inaweza kuwa namna ambayo inawashangaza hata wao kuona kwa namna gani natamani kwenda group stage nikiwa na Azam FC, kwa sababu ndo timu ninayoipenda, lakini pia ni timu ambayo imenilea na kunikuza na nimekulia pale. Kwa hiyo hata nilivorejea kwenye mazingira yale, nimekuwa na kumbukumbu nzuri za soka kwenye nchi hii nikiwa pale. Kwa hiyo najikuta kana kwamba sijawahi kushiriki mashindano yote ya kimataifa. Kwa hiyo natamani kweli kuqualify hiyo kesho na kwenda group stage. Kwa hiyo msishangae kama panapo majali tukafuzu mkaona nimeshika bendera na kimbia uwanja mzima, kwa yani kana kwamba sijawahi kufika stage hiyo, lakini ni namna bora ambayo